Mbunge wa jimbo la Kawe na mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, Josephat Gwajima, leo amepata pigo kufuatia ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia kufunga usajili wa kanisa la Ufufuo na Uzima, yani Glory of Christ Church, kuanzia leo Juni 2 mwaka 2025, na hivyo inatakiwa kusitisha shughuli za kanisa mara moja. Katika barua hiyo ya msajili imeweka wazi kuwa katika siku za hivi karibuni kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii, Askofu Josephat Gwajima ameonekana katika kanisa hilo akitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuchonganisha serikali na wananchi kinyume na sheria ya jumuiya ya sura ya 337, vitendo ambavyo vinaweza kuhatarisha amani na utulivu wa nchi. Hata hivyo, kanisa hilo lina uwezo wa kukata rufaa kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi kupitia katibu mkuu juu ya uamuzi huo chini ya kifungu cha 19 ibara ndogo ya kwanza ndani ya siku 21 kuanzia tarehe ya barua ya kufungwa kwa kanisa hilo. Barua hiyo imeanza kwa kuandikwa kwamba barua kutoka Wizara ya Mambo ya Ndani, ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia, imeanza kusomeka ifuatavyo: kufungwa kwa shughuli za kanisa la Glory of Christ Church, kanisa la Ufufuo na Uzima, chini ya kifungu cha 17B na kifungu cha pili cha sheria ya jumuiya sura ya 337 kama ilivyorekebishwa na kifungu cha 39B cha sheria ya marekebisho mbalimbali ya sheria namba 3 ya mwaka 2019. Tafadhali rejea somo tajwa hapo juu. Katika siku za hivi karibuni kupitia vyombo vya habari na mitandao ya kijamii umeonekana ukiwa katika mimbari ya kanisa la Glory of Christ Church, kanisa la Ufufuo na Uzima, ukitoa mahubiri yenye mwelekeo wa kisiasa na nia ya kuichonganisha serikali na wananchi. Vitendo hivi ni kinyume cha sheria ya jumuiya sura ya 337, vinaweza kuhatarisha amani na utulivu nchini. Kwa mamlaka niliyopewa, ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia inafuta usajili wa Glory of Christ Church, kanisa la Ufufuo na Uzima kuanzia leo tarehe ya 2 Juni 2025. Hivyo utatakiwa kusitisha shughuli za kanisa lako mara moja. Chini ya kifungu cha 19 ibara ndogo ya kwanza cha sheria ya jumuiya sura ya 337, kanisa lina haki ya kukata rufaa juu ya uamuzi huo kwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi kupitia kwa katibu mkuu ndani ya siku 21 tangu tarehe ya barua hii. Barua hii imehitimisha kwa kusema kwa amri ya msajili wa jumuiya za kiraia. Hiyo ndiyo barua ambayo ameandikiwa Josephat Gwajima na mbunge wa jimbo la Kawe kupitia Chama cha Mapinduzi CCM kutoka kwa msajili wa jumuiya za kiraia nchini Tanzania. Lakini wakati huo waziri wa maji Juma Aweso amewataka Watanzania kuendelea kutunza mazingira pamoja na vyanzo vya maji ili kuhakikisha upatikanaji endelevu wa maji na nishati ya umeme ambayo ni muhimili muhimu katika kukuza uchumi wa nchi. Akizungumza jijini Dodoma alipotembelea mabanda ya maonyesho kuelekea maadhimisho ya siku ya mazingira duniani yatakayofanyika kitaifa Juni 5 mwaka huu, waziri Aweso amesema mabadiliko ya sera ya mazingira yaliyofanywa na serikali yanalenga kuendana na matakwa ya kimataifa. Aidha, waziri huyo ameeleza kuwa mabadiliko hayo yamefungua fursa kwa serikali kushirikiana na wadau mbalimbali katika kulinda mazingira ili kuhakikisha Tanzania inakuwa salama na yenye ustawi wa jamii na kiuchumi. Pia Aweso amewahimiza wananchi kuendelea kutunza vyanzo vya maji, huku akisisitiza kuwa ni msingi wa upatikanaji wa chakula na utekelezaji wa mipango ya maendeleo ya kitaifa. Kauli mbiu ya maadhimisho ya siku ya mazingira duniani mwaka 2025 inasema Tanzania ijayo, tuwajibike sasa, dhibiti matumizi ya plastiki. Vile wakandarasi wazawa wametakiwa kujitokeza kwa wingi kuomba tenda mbalimbali za utekelezaji wa miradi ya uboreshaji miundombinu ya miji ya Tanzania, yani TACTIC, ili kuweza kunufaika na fursa hiyo kama sehemu ya kukuza uchumi wa Tanzania na kuimarisha mzunguko wa fedha nchini. Wito huo umetolewa Juni 2 mwaka huu mjini Singida na mhandisi Humphrey Kanyenye, mratibu wa miradi ya Benki ya Dunia TARURA, wakati wa utiaji saini wa miradi hiyo kwa manispaa ya Singida itakayohusisha ujenzi wa soko la kimataifa la vitunguu, ujenzi wa barabara katikati ya miji na viwanda vyenye urefu wa kilomita 7.52 pamoja na ujenzi wa mtaro wa maji wa mvua Mnuguna utakaokuwa na urefu wa kilomita 2.6 na jengo la usimamizi wa uratibu wa miradi hiyo.
Mradi huu unatekelezwa na mkandarasi mzawa MS Sihotech Engineering Company Limited kwa kushirikiana na kampuni ya AMJ Global Multi Constructor kwa gharama ya zaidi ya bilioni 24 na ukitarajiwa kukamilika mara baada ya kipindi cha miezi 15 kitakachoanza Juni mwaka huu. Maeneo mengi tumepata wakandarasi wa Kichina, lakini kwa manispaa ya Singida tumepata bahati ya kupata mkandarasi mzawa, na yeye pia amefanya kazi maeneo mengine, na katika kulinganisha utendaji kazi wake tulilinganisha na wakandarasi wa Kichina. Mkandarasi huyu yupo mbele kwa asilimia zaidi ya 20, amesema mhandisi Kanyenye. Kulingana na mhandisi Kanyenye, amesema kukamilika kwa mradi wa TACTIC kutaleta manufaa makubwa kwa manispaa ya Singida, ikiwemo kuongeza fursa za ajira, kuchochea ukuaji wa uchumi na kuboresha hali ya biashara katika maeneo husika, hivyo kuchangia maendeleo ya muda mrefu ya jamii na taifa kwa ujumla. Soko la kimataifa la vitunguu linalojengwa mkoani Singida linatarajiwa kuwa na jengo la ghorofa 2, ikiwa ni pamoja na eneo la kuchambulia vitunguu, kukaushia vitunguu, maduka 10, vyumba 4 vya huduma za kifedha pamoja na maeneo mengine, huku likitarajiwa kuongeza mapato ya halmashauri kutoka milioni 300 hadi milioni 505 pindi litakapokamilika. Hii ni Sky4 Media.